Bado tunaongelea habari kwa nini wazaliwa wa kwanza wanapitia mashambulizi. Na scripture hili au andiko hili kama umelifuatilia vizuri, utaona limebeba vitu zote zile 11 tulizozifunza katika hizi siku tatu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Tulipata kujua na kuelewa kwamba mzaliwa wa kwanza ndiye mwanga au nyota ya familia. Nafikiri umeiona pale. Yeye ndiye mfunguaji wa lango. Umeiona pale. Jina la Bwana Yesu Kristo lipewe sifa. Kuna mambo nimeyafuatilia ambayo nimeyakuta katika hili andiko moja. Na Yesu aliye mzaliwa wa kwanza kwa wanadamu na mzaliwa wa kwanza kwa Mungu, jina la Bwana Yesu lipewe sifa, ndiye mtoto peke yake aliyezaliwa na mama wa kibinadamu na baba wa kiroho. So Yesu ni firstborn katika wazao wote. Ndiye peke yake amezaliwa supernatural. Sisi sote tumezaliwa na baba wa mwili na baba na mama wa mwili, lakini Yesu peke yake kuzaliwa kwake kumekuwa extraordinary, kumekuwa supernatural, si kawaida. Kwa hivyo Yesu ni mzaliwa wa kwanza, ni malumbuko ya kwanza katika viumbe vilivyokuja kiroho katika dunia hii, na ndiye wa kwanza aliyezaliwa na mwanadamu wa duniani wa mwili, akateswa, kafa, akazikwa na akafufuka na angali hai. Haleluya, haleluya. Sasa angalia kutangazwa kuzaliwa kwake Yesu. Ile taharuki ilikuweko wakati wa kuzaliwa. Kulikuweko na mfalme anaitwa Herode. Niregeshe hapo moja. Herode akapata habari ya kwamba kuna kijana, kuna mtoto, kuna mwana anaenda kuzaliwa. Herode hajamkuta Yesu, hajamwona kwa macho, ni habari peke yake. Yesu bado ako katika anga, anakuja, na hizo habari zikaumiza mfalme. Haleluya. Nimefatana sana kwa nini Herode anaumia, lakini neno lililomuumiza Herode ni ile moja ya kwamba kuna habari kutazaliwa mfalme katika Bethlehemu ya Uyahudi. Kutazaliwa mfalme, hajazaliwa, lakini roho iliyo juu ya Yesu, kazi anayokuja kuifanya, huduma anayokuja kuifanya, aliyoibeba, ndio ini vita zake. Mtu yeyote anapitia vita si kwa sababu nyingine, anapitia aina ya vita, ni kile kitu amebeba. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kile kitu umebeba ndio aina ya vita ulivyo navyo. Ndio maana vita vyetu havifanani. Vita vyangu na vyako havifanani, kwa sababu kile nimebeba sicho ulichobeba. Wakati unaona unachukiwa, unapigwa, unakataliwa, anza kujiita kama mkutano, ujiulize ni kitu gani ambacho kinapigwa hapa ndani. Si mimi mote ninapigwa, si mimi mote ninapigwa. Ni kitu kidogo ambacho kinapaswa ukielewe, ni kitu hicho ndo kinapigwa. Mashambulizi yanalengwa kwa hiyo kitu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Yesu hajakosea mtu, hajazaliwa, lakini tayari Yesu kuzaliwa kwake, mamake anapata shida, baba yake anapata shida, hata wenyewe hawajui shida zile tunazipitia zinaletwa na nini. Kumbe ni kile wamekibeba ndicho kimeleta shida. Anga ya mfalme Herode
imetaharuki kwa sababu imetangazwa. Herode anasimamia roho ya ugandamizaji. Herode anasimamia roho ya mauaji, anasimamia roho ya utumwa. Na Yesu anakuja kuwaondoa Wayahudi katika minyororo. Analetwa maalum, Mungu anamleta kuja kuondoa watu wa Mungu katika utawala duni. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Ni kama wakati wa Farao, Musa anazaliwa purposely aje awaondoe Wanaisraeli katika utawala mbaya wa mikono ya Farao, na Farao akayaelewa mambo haya. Alipoelewa, akapitisha sheria ya kwamba mtoto awaye yote katika utawala yake, chini ya utawala wake, atakayezaliwa na patikane ni mtoto wa kiume awawe. Haleluya! Kuna maroho ambayo yamekaa kwenu, yameishi kwa anga ya kwenu, na hayataki competition, hayataki kuwa outshined, hayataki kuondolewa, hayataki kubanduliwa. Yanataka yaendelee kutawala vile yalitawala mababu na mababu na mababa na mababa. Hata sasa yanataka yawepo, yaendelee kutawala. Yanapoona katika ulimwengu wa roho ya kwamba kuna mtu anayekuja very superior, very strong, very mighty, very powerful, zaidi ya huyo aliyekuwa ana kiti katika ukoo wenu, wanampiga vita akiwa katika anga. Wanaweza wakaona na wakaanza kutatiza ndoa. Wakati unataka kuoa mwanamke ambaye wanapochungulia ndani kuna mtoto amebebwa na huyo mama, atakuja zaliwa, na kizaliwa ata replace the king ambaye tayari anakuwa ametawala. Hawataruhusu huo chumba umachue, watapiga huyo mama, watavuruga huo chumba, huo rafiki utaharibiwa. Ndio maana watu nasema watu waombee. Kila ushirika una kazi yake na una sababu yake. Wengine inavunjika mwisho, vita vinawazidi, wanatatizana na kukosana, si kwa sababu ya wao, ni kwa sababu maroho ya boma ambayo anaenda msichana yamechunguza, yakaona kwamba mama anayeletwa kwa boma amebeba mtoto ambaye atakuja ondoa madhabahu hizi zote. Yeye anakuja kupindua ufalme. Wanakaa kikao mapema, wanaambiana tusimruhusu kuingia kwa hii boma. Vita zinaanza, anapigwa mashambulizi. Nimeona mtu hata amelipiwa mahari, anaolewa kabisa. Siku ya kuwa amevalishwa pete, ameolewa, anaenda kupata road accident, anakufa siku hiyo. Yani wanakuruhusu fanya yote, lakini hautaingia. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu wanajaribu kuzuia. Hili ni roho ya Herode, na roho ya Herode bado iko. Roho ya Farao bado ipo, inapinga watu walio na destiny kubwa, watu waliozaliwa na malengo, watu ambao Mungu ana makusudi na wao. Na katika uzao, nilikwisha kuambia na narejelea, Mungu ana mipango, ana makusudi na wazaliwa wote wa kwanza. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Wazaliwa wa kwanza wamebeba the glory of the family, the star of the family. Watu kama hawa wana vita kuanzia tumboni. Yani ushirika wa babake na mamake ulipoanza, hapo kulikuwa na vita tayari. Wengine wetu tumezaliwa katika hali ya utata, hatungezaliwa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Nilikwambia kuzaliwa kwangu ilibidi mamangu aondolewe kwetu, aende kukaa kwa nyanyangu akiwa na ujauzito,
wa miezi 6 na kakaa kwao. Si kwamba baba amekosana naye, kuna kitu ni kama mzee alielewa, maana alikuwa amepoteza wazaliwa wengi wa kwanza. Watoto wa kiume amepoteza wote. Atakayezaliwa akiwa mtoto wa kiume anapotea, anakufa kifo cha kutatanisha. Na wale wazaliwa wa kwanza wote katika boma yetu, kuna jina moja ilikuwa likitajwa hilo, hawakai. So ni kama baba alielewa, mamangu anapelekwa kwa nyanya, si kwamba amekosana na baba, lakini wanaenda kulinda kitu. Sijui kama walienda scanning wakaona mtoto wa kiume. Historia yangu, nilikaa huko, mama akakaa huko, mimi nikazaliwa huko miezi mingi sana, nikaishi huko kabisa nikiwa kadogo, ndio ninarudishwa kwetu. Kama vile Yesu alivyotoroshwa akaenda kuzaliwa nchi nyingine, na akatoroshwa nchi nyingine, ndio akaregeshwa kwao. Sasa mimi ni mmoja wao. Destiny, kile kilichokuwa kinaua watoto wa kiume pale kwa boma, kilikuwa kinajua kwa nini kinawaua, kilikuwa kinajua. Sasa imagine vile ninawatatiza, na wakubwa zangu hao 7 wa kiume wangekuwa hai, kingekuweko, kingekuwa kiliondolewa zamani. Sasa roho ya Herode ni roho ya utawala ambayo imedominate kwa maboma mengi sana. Haitaki replacement, haitaki kuondolewa, haitaki competition. Inasimamia madhabahu, inasimamia mwongozo wa familia. Hiyo ndio ina determine vile wana wa hiyo familia, wana wa hiyo mlango watakavyoishi na kufanikiwa. Haleluya, haleluya. Na inaposikia mfalme mwingine anatajwa, hii roho husimama na hasira ikaanza kuwavamia hata watoto wasichana wanaotongozwa na vijana wa hiyo boma. Huangaliwa ndani katika ulimwengu wa roho ya kwamba anayeletwa ataleta mabadiliko, hivyo tufanye haraka tumpinge akiwa huko. Wasichana, kuweni makini unapoona unachumbiwa, muna ushirika. Haleluya. Unapoona tu mko katika relationship, alafu ghafla kunaingia mambo ya kutoeleweka mpaka utupwe nje. Sometimes usilaumu kijana tu. Kama wewe kweli uko na macho ya kiroho na unaelewa mambo ya kiroho, vita vingine si yeye, ni kwa niaba ya miungu ya kwao inakupiga. Imeona kabisa ya kwamba wewe utakuja zaa kitu ambacho si kawaida, au wewe mwenyewe ndio ambaye si wa kawaida, hawatakuruhusu. Haleluya. Na kama kijana anapochumbia boma ambalo lina roho ya manyanyaso, roho ya kugandamizwa, watu wamenyanyasika, hawana haki na wajue haki zao, na mapepo na miungu ione kabisa kijana ambaye anaingia kwa hii boma atakuwa wa msaada kwa hiyo familia, hawataruhusu. Itapigwa juu kwa juu iondoke. Haleluya. Herode vita zote anakataa kuja kwa replaced, maana firstborn ana roho ya kurithi. Firstborn ni mrithi. Kwa hivyo Yesu angeachiliwa tu hivi hivi akuje. Herode alijua anakuja kuchukua nafasi yangu ya uongozi kama mfalme ya hawa Wayahudi. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Naye akaita watu wake walio na mamlaka na akawaambia, nendeni mkatafute anazaliwa wapi. Hajazaliwa ama anazaliwa wapi? Wakaenda wakatafuta, kisha anawaambia, ili muje mniambie na mimi nipate nafasi ya kwenda. Kwa hila, si kwamba anaenda akamsujudie, vinatoka ndani. Si kwamba anaenda kumsujudia kwa sababu inampendeza, hapana. Anataka kwenda kujua amezaliwa wapi, amumalize. Namba 2, ya kwanza ilikuwa ni kusudi la yule Yesu
kama mzaliwa wa kwanza, anakuja kumreplace Herode. Hiyo ikamuumiza. Ya pili, ile nguvu alionayo Yesu, nyota vile inang'ara na inawaka, ni roho ya kiongozi. Hataki kiongozi mwingine very powerful kuliko yeye azaliwe. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Hata kwa siasa ukipata watu kama hawa, huwa hawataki mwingine inuke. Hawataki. Wanakaa wanasikiza, wanaona pembe hiyo kuna mtu ambaye ako more powerful anakuja vizuri, wanaanza kumchorea, anaanza kuchorewa. Ndio nasikia huwa kuna vita za siasa, anachorewa. Some unasikia wengine wanakuwa assassinated, wanawawa. Huwa haijaanza leo. Ilianza katika utawala wa Farao na Herode. Hizi maroho hazitaki mwingine atakayeinuka kama wa kwanza. Wafalme wote wa dunia na wafalme wa kiroho huwa wanaona wao ni wao mpaka mwisho. Kukinuka mwingine ambaye ako strong and very powerful, wanatafuta njia vile watakavyomsambaratisha. Na wazaliwa wa kwanza wamepawa roho ya kipekee ambayo haizuiliki. Inua mkono wako juu, tangaza mara 3, I am unstoppable. Mara ya pili na mara ya 3. Haleluya. Sisi tuliletwa kuja kubadilisha madhabahu za familia. Kusudi ile Mungu amenileta mimi kama mzaliwa wa kwanza ni kuhakikisha ninapindua ile msingi ambao nilikuta pale. Yani mafirstborn wana roho ambayo si ya kawaida. Ndio maana Yesu yake ni spiritual. Anazaliwa na baba wa kiroho na mama wa mwili. Na Herode anajikuta amezaliwa na baba wa mwili na mama wa mwili. Kwa hivyo tayari from the word go, Herode hawezi akashindana na kile kinakuja. Haleluya. Nasema walijaribu kukupinga kwa sababu hukuchelewa, lakini ibada ya leo itakuamsha wewe, na yale mambo yataanza kutendeka kwenu, hautayaamini. Haleluya, haleluya, haleluya. Inua mkono wako, sema nitawatawala, nitawatawala, nitawatawala baada ya mafuta haya. Maana ya mafuta ni kwamba unaenda kusimikwa, unaenda kwa installed. Mtu yoyote anapoingizwa kwa ofisi kwa njia ya heshima na rasmi, anaekwa mbele ya watu, neno linaongelewa la mtu aliyepawa uwezo na mamlaka katika ulimwengu wa roho na wa mwili. Anachukua anointing, ni spirit ambayo ina endorse, inampa huyu mtu ruhusa ya kufanya chochote. Ameruhusiwa. Bana kucheza na mafuta. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Ndio inawekwa na maneno, na inawekwa juu yako na mtu aliye na authority. Hii roho ya utawala kwa wazaliwa wa kwanza ipo. Roho ya nyota kwa wazaliwa wa kwanza ipo. Roho ya mamlaka kwa wazaliwa wa kwanza ipo. Roho ya kuwa milango wanafungulia wengine ipo. Na hizi vitu zote tutazidai na tuzieke katika hiyo mafuta. Tutakumiminia, tutakupa hiyo roho, na kuanzia leo utamuka. Nasema utamuka, na utazikuta zinaanza kumea. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Unapoona taa haliwaki, shida si taa. Shida huwa ni nini? Ni mafuta hakuna. Taa inaweza kuwepo na ile nguo ile tunete utambi ukawepo. Haleluya. Lakini mafuta yanapoisha, taa inazima. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Mafuta yanapoisha, taa huwa inafanyaje? Inazima mara moja. Ndio hapo tunataka kuona watu wengi wana mataa tayari. Watu wengi wako na hiyo roho, lakini kuichochea ndio imekosa kuchochewa.
Napenda tusome kutoka kwa kitabu Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi 6 mlango wa 12 hadi 13. Mambo ya Walawi 6 from verse number 12 to 13. Mambo ya Walawi. Shida 6. Kila mwokovu, kila firstborn tayari ako na hiyo roho, alipawa na Mungu, lakini kuna kitu kimekosa kuchochewa. Maandiko yanasema hivi: na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani, kazi ya mimi kuhani, atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za maini juu yake. Twende 13. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima, usizimike. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Shida yako roho, tayari Mungu alipokuumba kama mzaliwa wa kwanza, kwa chochote kile unakifanya, roho hizo aliziweka, lakini matatizo ni mafuta. Taa likawaka mpaka taa likazima. Inapaswa kwa sasa kuweko na mtu atakayechochea. Haleluya. Achochee. Taa linaweza likiendelea kuwaka usiku na mchana kama litawekwa mafuta. Haleluya. Sema mafuta itamusha roho. Sema mafuta itamusha roho. Mafuta itamusha anga. Mafuta italeta haki zangu kwa jina la Yesu. Na huo moto ulio madhabahuni autunze. Watu wengi wamekosa ile nguvu ya kutunza kilicho ndani yao. Tayari Mungu alitupea haki za uzaliwa wetu wa kwanza, akatupa nguvu. Tumeona ametupa mamlaka, tumeona ametupea nyota, ametupa roho ya utawala sisi kama wazaliwa wa kwanza. Lakini shida kubwa tulionayo kama wazaliwa wa kwanza ni kutojielewa. Tumeacha moto umezima. Haleluya. Na huo moto unazima kwa sababu gani? Nimekwambia shida ya taa kuzima si utambi na si taa, ni mafuta ya kikata. Haleluya. Mafuta ya kikata. Na kukose mtu wa kujua kwamba mimi natumia spirit, na ni lazima mimi kuwa hai katika mambo ya kiroho, ni lazima niwe na jichaji kila wakati. Watu wengi wamejisahau kama ni wazaliwa wa kwanza, na wazaliwa wa kwanza wana roho zaidi ya 20. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa, ambazo Mungu amependa na amekusudia mwenyewe kwa hiari, aliziweka ndani ya wazaliwa wa kwanza. Na hizi roho zote zinapaswa ziwe zinachochewa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Ziwe zinachochewa, maana tumeona kuna roho ya Herode inayotafuta wazaliwa wa kwanza iwamalishe. Kuna roho ya Farao, na jana tuliona na juzi kuna roho ya Petero, Yakobo. Roho ya Yakobo. Yakobo yuko pale, yeye kazi yake ni kuhakikisha roho iliyo ndani ya mzaliwa wa kwanza haitafanyikiwa vyema. Haleluya. Ameishi akitatiza Esau. Yakobo ameishi akimtatiza, amemnyang'anya haki zake mara 2. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na kule wazaliwa wa kwanza wanauawa. Kwa nini? Ni kitu gani kinawapa hasira? Mapepo, madhabahu, wachawi, maagano, watawala tuliowakuta wapate nguvu za kunyonga watoto, kuwaua watoto wazaliwa wa kwanza. Ni kitu gani kinawapa hiyo motisha? Ni kitu gani kinawatishia ya kwamba tukiachwa tuendelee vizuri hawatatawala? Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Ukiangalia hata kwenu sasa hii, tukafanya tu utafiti, nikuulize kwenu, hapo kwenu ulipozaliwa, watoto wazaliwa kwanza walio hai ni wangapi? Utashangaa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Wale wote waliozaliwa wa kwanza
most of them are not alive, na kama wako alive, most of them hawajafanikiwa. Haleluya. Na ukiangalia, nilikudondolea wazaliwa wa kwanza ni watu special. Haleluya. In fact they are supernatural, si watu wa kikawaida, ni watu extraordinary, wanafanya vitu vikubwa, maana mbingu iliwaendorse wazaliwa wa kwanza. Haleluya. Lakini wao hujisahau, wakapigana na zile vita vingi, maana wako crowded, wamezungukwa na aina mingi ya vita, wanapiga vita usiku na mchana, all the days of their life. Usipojielewa kama firstborn in all the areas, maybe wakibiashara, wakikazi, mwanzilishi wa jambo fulani hapo kwenu, utakuwa na vita vizito mpaka usahau kufanyia kazi zile roho ambazo Mungu amekupa. Haleluya. Watu wengi wameishi wakipiga vita usiku na mchana, maana ma firstborn wana attacks mingi. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Nimefanya utafiti sana, nikaangalia ma firstborn. Mahali pana firstborn 10 utapata 2 wamesucceed, 8 ni wanaishi katika maisha kunyanyasika. Unajiuliza, hata wanadharauliwa na wadogo wao. Wadogo ndo wanatawala kwa familia. Yani mdogo ana kiti, mkubwa hana kiti. Mdogo ana jina, mkubwa hana jina. Mdogo anaheshimika, mkubwa haheshimiki. Unajiuliza ni nini kinaendelea? Haleluya. 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 Inua mkono wako hivi, sema ninarudisha heshima yangu. Ibada hii na mafuta haya yaregeshe heshima yangu iliyopotea, iniregeshe kiti changu, nafasi yangu, sehemu yangu, kama Mungu alivyoniumba, kwa jina la Yesu. Hakuna kitu kinaumiza mtu kama mdogo wako. Mnatembea mahali unasikia anaitwa mkubwa. Wewe ni mkubwa tu, mwili ni mkubwa kiumri, halafu kila kitu aulizwe wewe ushauri, kila kitu na natoa, na wewe popo tu. Yani kuna kitu inafika hapo unasikia sasa mimi ninaishi kufanya nini? Si heri nijinyonge, lakini usijinyonge. Haleluya. Unajua, wacha ya kukute kufanyike jambo kwenu. Haleluya. Kufanyike jambo home, alafu muingie nyote, alafu wadogo ndo wawe wako juu. Hiyo kitu inaumiza. Hiyo kitu, yani wazazi wanakaa, ukikaa kwa hawa maanti unasikia wanataja mtu, anatajwa mtu fulani pale. Wajomba wakikaa wanataja mtu fulani, mababa wadogo wanataja mtu fulani, unaenda kwa wamama unasikia wanataja mtu fulani. Unajiuliza, mimi nipo tu hapa, yani kama kumekosekana mtu wa kutumwa petroli ndio wewe. Yani unaambiwa wewe chukua kiriba, kimbia, shika hii 50 na hii motorbike, kimbia hapo tuletee petroli. Hai, jamani. Yani kukikosekana mtu wa kwenda sokoni kwa mboga za matangani ni wewe. Nilikwambia firstborn, usipoelewa roho yako vizuri, unakaa kama wheelbarrow. Wheelbarrow ni kitu kinatumika tu, kila kitu kinawekwa pale, unakuwa kama a dustbin. Haleluya. Unakuwa daraja, yani watu wanapitia kwako ndo wafanikiwe. Jamani, na tumuombe Mungu leo ya kwamba hizi roho zisitupate. Kuna dharau, kuna dharau. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Niliwahi kushuhudia kisa kimoja, kilikuwa kichungu sana. Rafiki yangu mmoja ambaye walioa, yeye hata walioa tu mahali pamoja. Walioa, huyu alioa mkubwa, huyu akawa mdogo. Walikuwa ni mabinti watatu, na hao mabinti watatu, wawili walikuwa ni mapacha, wakolewa siku moja. Na baada ya kuolewa siku moja, after 6 months, huyu watatu naye akolewa. Sasa hawa vijana, yule wa mwisho alioa, yule wa mwisho alikuwa ana hela, sema hela, alikuwa na pesa. Yule alioa wa kwanza ni hohehahe, hana. Yani huyo msichana
ndo alipenda huyo kijana, lakini kijana hakuwa na hadhi ya kupendwa, maana mzee aliwalea vizuri, amewasomesha, wana makazi. Yeye ni wale wanawake wa kutunuku mtu kama kijini. Kuna wanawake kama tujini hivi, anatunuku mtu, hataki kujua na nini. Yani wale ndio waliumbwa na mapenzi. Wanawake kama hao kiwango chao cha mapenzi nafikiri iko 100%. Yani yeye hataki kujua. Wale ndio wana ile roho ya Mungu kabisa ya agape love. Yani wewe vile uko, sitaki kujua na nyumba una kwenu, hata kama unaishi msituni, watu wako ni watu wangu. Na kweli bado wako makanisani? Mupo tena makanisani au mliisha? Wako hawako. Wanaume wangekuwa wamekuja mbio, kwa wanakanga. Wanaume wanakanga hivi wakiangalia usoni, hawaangalii nani breakthrough. Wanaume wa hivyo wako kibao makanisani, wanatafuta hizo opportunity. Huko nje wako kibao. Watakujueje? Matendo yako. Unamfuata, unamsalimia pale, hudharau mtu. Unaona wamekaa vijana, unawabaia kitu. Nyinyi mkiwaona mnataka nyinyi mbaiwe. Siku hizi wanaume hawataki wabaie vitu, wanataka wabaiwe. Haleluya. Ukiwauliza wanakwambia uyameni. Maana saa hii wanaume wako wengi sana, wanawake wako wengi, wanaume wako kidogo sana. Kati ya wanaume 10, wanawake 10, ni mwanamume mmoja anatetewa. Men are under attack, leave alone firstborn. Men are under attack. Hawaishi sana wanaume, wanavutwa kulia na kushoto. Haleluya. Nimekuwa na mjadala wa watu wa mipango ya kando, wakawa wanasema tutafanya maandamano. Maana mkisema watu wasiende kufanya mipango, unaitwa mipango ya kando. Msiende, wanaume walioa wasipofanya mipango ya kando, wanasema na sisi wengine tutasomeshewa watoto wetu na nani? Tutalipua nyumba na wakina nani? Sasa kumbe wanaume walio kwa ndoa wengi ndio ambao wanafadhili wale watu. Sasa leo kikaumana kabisa, kila mwanamume akafungwa usitoke, akafungwa mdomo, mikono. Kuna wanawake wengine hawatapata bahati. Ukweli wenyewe. Nimefanya utafiti nikahoji watu. Haleluya. Kuna mama ambaye analipiwa school fees mtoto wake na mume wa mtu. Sawa sawa. Anajengewa nyumba na mume wa mtu. Anamnunulia ploti na mume wa mtu. Anavaa mume wa mtu. Nywele mume wa mtu. Kiatu mume wa mtu. Sasa hawa leo wakaambiwa, aya, in the name of Jesus, kuanzia leo hapo ulipo, kana mume wako na mke wako, either you are born again or not born again, stick. Kuna watu hawatamaliza hata miezi 6 wanakufa. Haleluya. Wanakufa. Cha ukweli yenyewe najua amen hakuna, kiwa nakufaga. Haleluya. Maana meza hazitakuwa na chakula. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Nywele zitakuwa kama kuni za nyanya. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Wengine watakosa hata vijembe vya kukatia kucha. Masponsa wako wengi. Wanaume wako andataka. Najua utakubaliana na mimi, lakini utakubaliana hapo mbele. Ngojea wako ashikwe vizuri, wako ashikwe, kamuliwe. Ndio utajua. Haleluya. Wakasema watafanya mgomo. Ati mipango ya kando igome. Mnagomea nani? Na sasa hawajapata mtu. Haleluya. Ni wengi. Sasa nisikutoe hapo. Huyu kijana mdogo ndiye mwenye hela zote. Yule mkubwa wakifika kwa ile boma kulifiwa, wakaenda wote. Wa mwisho ameenda na mpira. Wa pili naye ameenda na mpira. Kuna car and kuna machine and car. Kuna gari na kagari. Sasa ule wa mwisho alienda na machine, ma Range Rover, ma Lexus,
mavieti, dude likipita unasikia hao wengine wakaenda na tudogo huku vitsi proboxi, na yeye ana gari. Yule mwingine akaenda na miguu miwili, tayari heshima inapungua. Walipofika pale wanataka kuitwa vikao, na nyinyi wanadamu sijui kama mna nini, mnaangalia watu based on what they can give. Sasa ule jamaa ilikuwa mipango kipangwa, budget imekuja hivi, yule kijana mdogo au bibi yake anasema my husband ako busy leo, hayuko nasi katika mkutano huu, lakini amenambia kile mtakachopitisha ye ako okay. Yule wa mwisho anasema kile mtakachopitisha kwa okay. Budget imekuja $2 million. Akaulizwa sasa, on behalf of your husband what can you give? Bwana mkubwa haulizwa wa kwanza, wa pili pia haweza akaulizwa. Kale kajamaa ka mwisho kakasema, mke wake akasema, bwanangu amesema atapeana $1 million. Yule wa pili akasema mwenyewe yako I will give 200,000. Na yule wa mwisho akasema kwa sababu bado ni Friday na leo tuko Wednesday, kile Mungu atakachonipa ndicho nitakacholeta. Akaulizwa hapa, tunataka kuandika hapa, tuandike Mungu, tuandike Mungu? Maana huyu msichana alikuwa na kazi nzuri, akamwoa. Alipomwoa na hiyo kazi nayo ikakatika, yaani kichapi kwa kichapi. Si unaona mwanaume kama huyo ana kichapi kikali sana, yaani hata kile uko nacho unashikana na mtu pia nacho kinaondoka. Sema fire. Sasa nikaletewa hali kama hiyo. Inua mkono wako hivi, sema Mungu Baba, niepushe na hali zozote za umaskini, chochote ambacho kinasababisha mimi nidharauliwe kama mzaliwa wa kwanza, niepushe nacho Bwana Yesu. Chochote ambacho kinaweza kikasababisha mimi kama mzaliwa wa kwanza kwa area yoyote ile nipate madharau, nikose kuheshimika, nikose kutambulika, nikose kuwa na msaada, niondolee. Kijana ilifika siku ya shughuli akawa hajapata kitu. Shughuli ni kesho, ni Friday leo, hajapata kitu. Ilibidi hawakukaa, maana ile matusi, aliyetoa pesa si anetukana, kijana wa pili si anetukana, lakini watu watazamaji, hata kwa boli wale wanacheza hawapigi nduru, lakini wale wanaoangalia mchezo ndio hupiga kelele. Sasa pale kuna watu waliokuwa kwa vikao, wakaona kijana out of 2 million budget ametoa 1 million, na yeye ni last born. The second ametoa 200, na the first amesema kile Mungu atakachonibariki. Na ikafika hiyo Friday jioni hawajapata kitu. Walipoulizwa wakasema, tumeagiza, babangu alikuwa ananitafutia mteja niuze mbuzi zangu, na mbuzi hazijapata mtu. Mbuzi kule zipo, na pale mahali pana shughuli angezileta kama angekuwa na minsi, lakini hasiwezi kuja. So ana mbuzi zake, angedonate hata kama ni 5, lakini bei imekosekana, na kuzibeba huko paka zilete ni ngumu. They don't need mbuzi, they need money. Akasikia yeye na mke wake amedharauliwa, na kwa sababu mashambulizi yalikuwa yamekuwa mengi kwa firstborn, wanamshambulia yule msichana. Ulienda kwa jamaa gani? Unatuaibisha. Mashangazi baba, mashangazi. Aliniambia ilifika saa 4 usiku akapata huyu bwana anapata mke wake analia, maana anashambuliwa. Uliolewaje na mtu ambaye hana hela na we ni firstborn? Kila kitu kikitakikana pale kwa boma, kale kalasti ndo kanaitwa, kale ndiko kanaongea.
mpaka kwa ile speech ya kesho hajapawa nafasi. Ameambiwa msemaji wa familia ameandikwa last born. Hey, jamani, Mungu atupe heshima yetu. Haleluya. Jamani, Mungu atupe heshima. Haleluya. Akamwambia mke wake saa 5 usiku tuondoke. Wakapanda pikipiki waondoke, wakaenda nyumbani. Na waliondoka shughulini, asubuhi hawakuonekana, wakatafutwa. Baba yake ndo anakuja jua baadaye, akapiga simu akasema haraka atafutwe. Wakasema kwamba amekasirika kwa sababu fulani na fulani walikuwa wanamshambulia, hakutoa chochote. Ile kitu mimi iliniumiza. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Huenda ukawa umepitia mashambulizi kama hayo. As a firstborn, huwa haina heshima wakati wewe huna chochote. Wakati familia inapitia mambo, unasikia kusikitika, unataka uyafix, lakini hakuna vile unaweza ukafix. Halafu mdogo wako atokeze from nowhere, yale mambo hayafanye. Kila dakika babako akifungua kinywa anataja mtoto mdogo uliyempeleka shule, uliyemshika mkono. Inauma sana. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Inauma sana. Na kumbe si mipango ya Mungu. Hata kama bahati zipo na bidii ipo, lakini Mungu alijua, na tendo hili hakuliruhusu liwe hivyo. Aliweka mikakati ya wazaliwa wote wa kwanza ya kwamba wao ni gate opener, wale ndio barabara, na ukiona kama ni barabara wengine wapitie hapo, basi aliye mbele anafaa awe ameanza kufanikiwa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo kuna roho yetu special kama wazaliwa wa kwanza na wanzilishi wa kila kitu ambacho mbingu ilituendorse. Sisi kabla wazazi wa kutuendorse, Mungu tayari aliweka roho yake kwetu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Kuna roho ya kimbingu ambayo ni special sana kwa wazaliwa wa kwanza, lakini shida ni kwamba ni hii tuliyosoma. Hawa watu tayari wamepawa moto, wamepawa roho, lakini wamesahau. Ndio maana hapa tunajaribu kukumbushwa ya kwamba huo moto ulio tayari madhabahuni ndani ya anga yetu, Mungu aliyoweka kwetu, usiwahi zima. Haleluya. Tuhakikishe kwamba tunachochea. Nimekwambia shida ya taa kuzima si taa. Taa za kuweko na utambi ukawepo, lakini shida ikawa ni mafuta. Ndio maana leo nimekuita hapa nikuweke mafuta. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikukumbusha ile roho iliyo ndani, nitibue tena ile roho iliyo ndani, niinue tena ile roho iliyo ndani, niambie kazi yako ni hii. Zile roho zote 11 ambazo umeziona pale, tafadhalini tupeni hizo. Hizi roho 11 ambazo utaziona hapa, ningependa hizi tunakuweka mafuta, claim one by one. This spirit is your portion. Haleluya. Hii roho ni yako, na Mungu alidesign akaiweka kwa kila mwanzilishi yoyote ambaye amepata nafasi ya kuitwa firstborn. Hii roho iko juu yake. Sema receive it kwa jina la Yesu. Hizi vitu 11 ni sehemu yetu na ni haki yako kama mzaliwa wa kwanza yoyote, either wewe ni mzaliwa wa kwanza by birth au ni mzaliwa wa kwanza kwa kuwa mfanyi biashara, mzaliwa wa kwanza kwa chochote. You are the strength of your family. You need to claim that. Na ukitaka maandiko nitakupa ya hiyo. Wewe ni the first fruit. Wewe ni malimbuko kama mzaliwa wa kwanza. You are the pioneer of the family. You are the gate opener. You are the star bearer or the star holder. You are the glory carrier. You are the seed of your family. You are the roadway maker. You are the gatekeeper, the confidant, the spokesperson. Hallelujah. Hizi roho, kila kitu pale kina roho yake, na ninapenda nikusaidie leo hii, kama tunaenda kuchukua mafuta iwe juu yetu, itusaidie kuhakisha roho hizi zote zianze kazi.
Andiko anasema yale mafuta yaliyo madhabahuni, yani ule moto ulio madhabahuni, uhakikishe hauzimi. Uchochee. Taa linaweza kuwa na utambi likawa na mkebe, lakini likikosa mafuta litazima. Na leo tunaenda kuweka mafuta katika anga yako. Tutanena na zile roho zote ambazo Mungu alikupea kama mzaliwa wa kwanza. Roho hizi zianze kazi mapema na haraka sana, wewe ukawe nguvu ya familia. Chochote ambacho familia yako kinahitaji kinafaa kianze kutoka kwako. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Wewe ndiwe mzao wa kwanza, yani malumbuko. Unafaa uwe mtu ambaye unaanzisha vitu, mtu ambaye unakaa kipaumbele katika utendaji wa vitu za kifamilia. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Pioneers ni wanzilishi. Kuna mambo ambayo ma second born, ma third na ma fourth hawawezani. Jina la Bwana lipewe sifa. Hawana limit, lakini how you cannot compare them with the first born. Kuna special grace ambayo Mungu ameiweka kwa ma first born. Kuna special anointing ambayo Mungu ameiweka kwa ma first born. Hiyo roho maalum, hiyo pako maalum, hiyo mafuta maalum, hiyo neema maalum ambayo Mungu ameiweka katika anga na roho ya mzaliwa wa kwanza, leo lazima itibuliwe ndani yetu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Hii mwezi wa Disemba ni ombi langu ya kwamba kila anayefuatana na ibada hii na aliye tayari leo kuingia katika agano la mafuta ya uzaliwa wa kwanza, maisha yake yabadilike haraka haraka na haraka tena. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Haleluya. Kuna watu hata leo kwenda nyumbani wana haya, na kuna wazazi ambao hawawezi wakajificha. Madamu huyu wa pili na watatu amepata kakitu tu kakumpea, wewe hujaenda miezi mitatu, ukifika washambuliwa ile hujawahi ona. Woko huko Mombasa tu, hata umepitwa. Ndugu yako alinunua ng'ombe juzi, woko huko tu. Ndugu yako alinunua shamba juzi, woko huko tu. Hakuna kitu kinaumiza mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza hana wivu, lakini naye hataki kushindwa, na ni roho ya Mungu. Haleluya. Au ni wangapi wangependa kushindwa hapa? Wangapi? Haleluya. Mzaliwa wa kwanza ni makosa kushindwa. Sisi hatushindwagi. Haleluya. Sisi wazaliwa wa kwanza hatufanyaje? Hatushindwagi. Naona Herode anataka kumuua Yesu Kristo kama malumbuko ya Mungu kwa sababu ana roho ya ufalme. Hata ongeza yako pale, firstborn wana spirit ya authority and kingship spirit. Wazaliwa wa kwanza ni wafalme wa famili zao, wana roho ya kifalme. Haleluya. Kingship, wako na hiyo spirit wazaliwa wa kwanza. Nimekuwa nikiombea haya mambo usiku baada ya mkesha wa saa 8. Yani nikasikia kuna kitu kimerudishwa kwa anga yangu. For the first time nimesikia kama nikiomba, nikasikia kama mtu amekuja kanifunika kama nguo. Nikasema basi hii nimekamata hii. Angalia vile nilikuwa na sasa vile nitakuwa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kuna mambo kwa familia wewe kama firstborn hata huyajui na yanaendelea. Kuna vita, kumbe firstborn ndiye anaweza akazima moto hata kuwake vipi. Hakuna vita vinaweza kupiga babako na mamako ambaye firstborn haviwezi. Haleluya. Ukiona vita zozote zinapambana kwa familia yako, firstborn amepower mantle, amepower the sword to quench the fire, apigane. Yani firstborn ana nguvu za kuzima mishale ya adui wasiataki ndugu zako na watu wako wote. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na mafuta hii ninakuombea kwa mamlaka jina la Yesu, leo yanapoenda kukaa juu ya anga yako, yani roho ya kwanza, ushinde vita vya kila aina. Roho ya kugandamizwa na manyanyaso isiwe sehemu yako. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Yani ufukara na kukosa na masikini usipatikane kwako. Roho ya dharau na kejeli isionekane kwako. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Mazaliwa wa kwanza leo upate roho ya authority,
utaongea, watu watanyamaza, maana si wewe, ni mbingu inaongea ndani yako. Alikuafamu, alikutia mafuta mwenyewe tangu kuzaliwa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Heshima yetu lazima itarudi. Nasema heshima yetu itarudi, maana huu moto utawakishwa. Haleluya. Mafuta yanafanya moto uongezeke. Mafuta yakiwa ndani yako, hakuna silaha ya adui. Nimekuambia firstborn wanapigwa left, right and center. The weapons of the devil are just to destroy the firstborns. Haleluya. Hakuna mzaliwa wa kwanza atakayepoteza kitu chake hata kimoja. Nyosha mkono wako hivi, sema, Bwana Yesu, mimi kama mzaliwa wa kwanza leo nimechukua hiyo uongozi na nimekubali mbele za Mungu kuwa kiongozi wa familia yangu. Kuanzia sasa nimekubali majukumu yote, na kila roho ya Mungu iliyopangwa ikae juu ya wazaliwa wa kwanza, kwa fahamu wangu nimepokea, nimekubali, na kuanzia sasa nairuhusu ikafanye kazi. Mimi si mkia, kama mzaliwa wa kwanza ni kichwa na nitabaki kuwa kichwa. Mimi kama mzaliwa wa kwanza ni mbegu ya familia yangu. Ninajiombea na ninadai roho ya kuwa mbegu. Maana yake nitamea kila mahali, nitaenea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi kama mzaliwa wa kwanza ninajitangazia, mikono yangu ikiwa juu ya kichwa changu, ya kwamba I am the glory carrier. I am the glory carrier of my family. Nimebeba utukufu, heshima ya familia yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na neno la Mungu, niko hivyo, niko hivyo, niko hivyo kwa jina la Yesu. Nikiwa mikono yangu nimeweka juu ya kichwa changu, natangaza kama mzaliwa wa kwanza, mimi I am the first fruit of my family. Everything good inaanza na mimi, everything good inaanza na mimi kwa jina la Yesu. Mimi kama mzaliwa wa kwanza nimeweka mikono yangu juu, kwa ufahamu wangu wote najitangazia ya kwamba I am the star bearer. Mimi ndo mbeba nuru, mimi ndo mbeba nyota ya familia yangu kwa jina la Yesu. Nuru ya familia, mwangaza wa familia, nyota ya familia niko nayo mimi. Haijalishi ilikuwa imezima, kwa mikono hii na kwa ufahamu huu leo nairegesha. Star kamba, nyota mea tena, nyota mea tena, nuru mea tena, nuru mea tena, mea tena, mea tena, mea tena. Mwangaza uliopotea, mwangaza uliopotea kwa maisha yangu, kamba, 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 mwangaza uliopotea kwa anga yangu, kwa kazi yangu, kwa biashara yangu, kwa ndoa yangu. Kila nuru na kila mwangaza uliokuwa ndani yangu na haujawahi waka, kuanzia leo na waka, 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 waka kwa jina la Yesu. Mikono hii ikiwa juu yangu, natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba mimi I am the pioneer of my family, pioneer of my family, pioneer, mwanzilishi wa kila kitu, wa kila kitu, wa kila kitu, wa kila kitu kwa familia yangu. I receive the spirit, I receive the spirit, I receive the spirit, I receive the spirit kwa jina la Yesu.
nikiwa nimeweka mikono yangu juu ya kichwa changu, kwa ufahamu wangu natangaza nina mamlaka, na mamlaka juu ya familia yangu, na mamlaka juu ya kila maroho, na mamlaka juu ya kila madhabahu ya hii familia. Natangaza, I carry the authority, 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 I carry the authority over every wicked spirits of my family, I carry the authority, I carry the authority. Nimebeba mamlaka juu ya nguvu chafu za kugandamiza wazaliwa wa kwanza, na kwa mamlaka ya jina la Yesu na mamlaka niliyopewa kama mzaliwa wa kwanza, natangaza hakuna madhabahu kwa familia yangu, hakuna uchawi, hakuna urogi, hakuna roho za kugandamiza zitakazoniweza, roho za kunyanyasa, za kuninyanyasa haki zangu. Come out, 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 come out. Kemea hizo roho, kwa sababu na mamlaka ikiwa mikono yako iko juu ya anga. Ziambie roho zote za kukunyanyasa, zinakunyima haki. Wewe ni firstborn and you are carrying the authority. You are the firstborn and you are carrying the anointing. Ramakata ya babusha lekekepa rakatapa reketeta leketapa shadala baboshe ketapatapa ya bababasha. Kemea. Kuna maroho yanajaribu kukunyima haki yako kama mzaliwa wa kwanza. Wewe haunyimiki, wewe si wa kunyima. Vile mbingu imekuendorse, wewe si wa kuhangaika, wewe si wa kukosa. Yani sisi ndo wa kuamua, sisi ndo wa kugawanya, si wa kugawanyiwa. Wa firstborn wamebeba ni container ya kimbingu. Mbingu inaipenda, mbingu inaheshimu sana firstborn. Mungu anaheshimu sana, anapenda firstborn. Amemfanya kama container, kama mto. Yani watu wengine wanachota kwako, yani container imebeba hata baraka na riziki za wengine. Mimi si wa kuombaomba, mimi si wa kutapatapa, mimi si wa kubahatisha. Mimi ndio mimi. Mungu alinieka mimi. Sikubali kunyanyaswa, sikubali kunyanyaswa. Nasema sikubali kunyanyaswa. Usinyamaze wewe uliyenyanyaswa, usinyamaze wewe ambao unapingwa. Haki yako imepingwa, haki yako imepingwa na unanyamaza. Haki yako inapingwaje? Mzaliwa wa kwanza, usikubali. Kuna kitu kimezuiliwa, hawataki kukupa. Kuna roho ya Herode, kuna roho ya Farao inataka kuua maono yako, inataka kuua. Kataa. When you firstborn, you are carrying the power, you are carrying the authority. When you firstborn, you are carrying the anointing. Una mafuta juu yako, una neema ya kipekee. Wazaliwa wa kwanza wana nguvu ambayo hailinganishwi. Wazaliwa wa kwanza wana neema ya kipekee, wana uwezo wa kipekee, wana mamlaka ya kipekee, wana uwezo wa kipekee. Kemea hizo maroho, kemea hizo maroho, kemea hizo maroho, kemea. We kemea, usijali. Kemea vile ambavyo umeweka mikono yako juu ya kichwa. We zikemee tu, we zikemee tu, zikemee tu, zikemee. Zinaondoka roho za kukugandamisha, zinakunyanyasa, zinakunyima haki. Roho mbaya, roho chafu, zikemee kabisa, zikemee kabisa. Ziambie ziondoke. Waambie firstborn, nimeinuka tena, nimekuja tena, nimeamuka tena, nimetokelezea tena, nimezijua haki zangu. Waambie toka, waambie toka. Rumasa manyanyaso haiko tena, haiko tena. Hautaninyanyasa nikiona. I have the key, I have the key. Mzaliwa wa kwanza ndio mwenye funguo za hazina ya kifamilia. Mzaliwa wa kwanza ni kibera, amebeba kifurushi ya funguo. Yeye ndo anamoa vile anawafungulia wenzake, yeye ndo anafungulia hazina ya familia. Yeye firstborn ana roho kubwa. Jamani, mbingu ikiangalia wewe inaona giant, inaona mtu ambaye si wa kulia, si wa kupingwa, si wa kunyanyaswa, si wa kuzuiliwa. Yani mbingu ikiona mzaliwa wa kwanza kwa chochote inaangusha neema. My Father, my God, mimi naomba neema ya Bwana hakika ishuke. Kila ambacho
hujakiona ukione, kile ambacho hujakijua ukijue. Yani Mungu aliyekurehemu Yakobo, yani Mungu aliyekupenda aendelee kukupenda. Achilie nguvu za kutozuilika, achilie nguvu za mafanikio. Watu wengi wamepoteza jina, wamepoteza heshima kwa sababu ya kunyanyaswa. Roho ya Herode inanyanyasa, roho ya Farao inanyanyasa. Hii roho inanyima haki wazaliwa wa kwanza, inapiga vita wazaliwa wa kwanza, inaua wazaliwa wa kwanza, inaua ndoto za wazaliwa wa kwanza, inaua maono ya wazaliwa wa kwanza. Roho za Farao na leo hazitakuwa kazini, na leo hazitakuwa kwa biashara, na leo hazitakuwa kwa huduma, na leo hazitakuwa kwa ndoa, na leo hazitakuwa kwa familia, na leo hazitakuwa kwa kazi yangu. Hizi roho ya Herode na ya Farao na hii roho ya Yakobo haitaendelea kuninyanyasa na kunipokonya, haitaendelea kuninyanyasa na kunidhulumu, haitaendelea kunipinga na kunibadilishia. Ninakataa, ninakataa. Nimejielewa leo, nimejielewa leo. I have a special grace, I have a special power, I have a special anointing, I have a special favor before the King of Kings, before the Lord of Lords, before the mighty God. Nina special grace. Kuna neema ambayo si ya kawaida, kuna nguvu ambayo si ya kawaida, kuna uwezo ambao si wa kawaida juu yangu. Mimi ninajua hata hivi ninavyoomba, kuna roho inanangukia, kuna roho inanishukia ambayo si ya kawaida, si ya kawaida. Wazaliwa wa kwanza, usiache hiyo roho, usipuuze hiyo roho, usikubali ikupite. Kuna kitu ambacho Mungu hata kama hujapata masomo usijali, kuna kitu ambacho Mungu amepeana wazaliwa wa kwanza, ambacho hicho kitu hakuna mwingine konacho, hakuna mwingine konacho, hakuna mwingine konacho. Wazaliwa wa kwanza Mungu amewapenda. Wazaliwa wa kwanza muna neema peke yake, muna uwezo mwingi, muna nguvu nyingi, muna mamlaka nyingi. Oh my Father, oh my Father, oh my Father, laiti mngejijua umebeba roho gani. Shakatapata shelababo bekekepata ya babo. Oh my Father, Jehova, wanafufuliwa, wanafufuliwa, wanafufuliwa wazaliwa wa kwanza, wanafufuliwa jamani. Wazaliwa wa kwanza wanaregeshewa, wanaregeshewa fahamu, wanaregeshewa fahamu wao, wanaregeshewa, wanaregeshewa. Kuna roho ilikuwa imeondoka, Mungu regesha, anawaregesha. Mungu regesha, anawaregesha. Kuna roho ilikuwa imeondoka, kuna roho ilikuwa imebiwa, kuna ufahamu ulikuwa umebiwa, kuna nguvu zilikuwa zimebiwa, kuna bidii ilikuwa imebiwa, kuna haki ilikuwa imeondoka. Lakini jioni ya leo, chini ya mamlaka ya jina la Yesu, wazaliwa wa kwanza ninawaombea, mbingu waregeshe, mbingu waregeshe. Yani mkono wake umeminwa juu yako, hiyo nguvu imeminwa juu yako. Mama kata shalababoko rekepeketaka shalabababa maikikiki papa shalababolo sekeleleka mailoko pinda la mashamba. Mungu anapawa. Kuna roho jamani, kuna roho jamani, kuna roho jamani isiyokuwa ya kawaida. Kuna roho Mungu aliumba tu akawekea wazaliwa wa kwanza. Aliona kuna wengine hawatafika kimasomo, lakini heshima yao wapate, hiyo heshima yao wapate, kiti chao kisiondoke. Na hiyo roho ndio inafaije kwako, kwa nguvu za Mungu, kwa nguvu za Mungu na kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. Oh. Are you ready? Ningeomba usimame na miguu yako. Simama tu na miguu yako. Ni kwenda kuamsha ile roho. Kazi ya hii mafuta ni kuactivate the spirit. Moto ulio tayari ndani. Kuna moto lakini uchochewe. Kazi ya hii ni kuactivate. Kama imekuwa dormant, itakuwa activated. Mimi nitakuweka mafuta haya kwa jina la Yesu. Lakini nataka wewe nikiweka hii mafuta ufanye activation. Kwa hivyo kama huu mwombezi, jipange kuomba. Nitaweka mafuta na wewe utaweka mikono yako juu
ya kichwa chako, mafuta ikiwa hapo, anza kuamsha kila roho iliyolala, zile za kuzimaliza zimalize. Roho ya Herode na Farao, roho yote ya Yakobo ya kukufuatilia, anayetaka kukovateki, hiyo roho ziondoe. Utakuwa umepata spirit juu yako. Haleluya, haleluya. Mimi hata nikikuweka mafuta, nikikuona umelala, sitakuwa na shida, maana nitakuwa ninaelewa wewe ulimaliziwa. Sasa mimi hata siwezi kukusaidia. Are we together? Are we together? Are we together? Tushike sadaka zetu za ibada hii kama tulivyoelewana jana. Nilikwambia tu tafuta kitu ambacho ni connection yako tuwe na Mungu wako, vile ambavyo roho yako itapenda. Ibada ni vile utakavyoichukulia. Ukiona ni ya thamani, ifanyie kithamani. Ukiona si ya thamani, achana nayo. We mwenyewe vile upendavyo, vile utakavyojidesign, vile utakavyojihimiza, vile utakavyojihimiza ndivyo ambavyo itafanyika kwako. Hakuna mtu atatoka Amerika akugharimikia ibada yako. No. Hakuna mtu anatoka Ulaya akugharimikia ibada yako. Bado unagharimikia mwenyewe. Kwa hapo ungependa kupawa kabahasha, upawe asha wako. Nyosha mkono tu, asha atakuja hapo, atakusaidia. Asha, kuna mtu pale. Baada hii ni yako wewe. Umegharimika hapa siku 3 zote, umekuwa hapa. Unataka utoke na kitu. Nikupa nafasi ujiandae mwenyewe, spiritually, psychologically, physically. Maana utaomba. Na kama uko tayari, simama na miguu yako. Simama na miguu yako. Nikuongoze tu kuje. Tutakuwa na muda mzuri sana. Worship mtatupigia muziki, si wa fujo sana, si wa kelele na si wa mdogo. Hawa watu kila moja azame zile ponti nyingi. Tunaenda kudai haki zetu. Tunaenda kudai haki zetu. Tunaiendea hii. Tunaiendea. Daudi alipofika Siglagi akapata mji umechomwa moto. Watu wameteka nyara, mateka zimeenda. Akamwendea Abithari nabii akamwambia, naomba nipe naivera. Akapawa. Ni spirit tu umekuja kuchukua. Na akamuuliza, je, nikiwaendea, nikiwafuata nitapata? Nitawashika, nitawapata na nitawapokonya niregeshe? Akaambiwa, mambo na roho ni sure bet, utaenda na utachukua. Ibada hii, mafuta haya ni ya kukufuatilia, ni kufuatilia ile roho iliyopotea. Kama mzaliwa wa kwanza kwa chochote, ni kupursue the spirit. Hii itakupa the grace, the power to pursue what is yours in the spiritual world. Kwa ulimwengu huu unaweza ukafanya bidii. Ulimwengu wa roho kuna catalyst. Anointing oil is a catalyst that speeds up the reaction. Tutaweka kwa kichwa yako. Maneno yako ndio yanageuka kuwa roho. Sawa sawa. Kile unachokiamini na yanafanya hivyo, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
na kuomba kwa heshima usimame kwa ajili ya wakati. Kule likotoka watu wajue wewe ni Mungu. Nina stories kule nilikozaliwa, watu wajue wewe ni Mungu. Inua kichwa chako. Nina story ya kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Nina story kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Nina story ya kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Nina story ya kule nilikozaliwa, watu wajue wewe ni Mungu. Nina story ya kule nilikosomea, watu wajue wewe ni Mungu. Nina story ya kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Oh, nina story ya kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Nina story ya kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Nina story ya kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Nilizaliwa kutoka kwa watu wengi, kawa mimi ni wa kwanza. Nilipitia mashambulizi mengi, lakini Mungu hukuniacha. Nina story ya kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Oh, nina story ya kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Nina story ya kule nilikosomea, watu wajue wewe ni Mungu. Haleluya. Nina story ya kule nilikotoka, watu wajue wewe ni Mungu. Chochea moto huo, anza kudai haki zako. Authority imekuja juu yako. Kuna neema ya kipekee ambayo Bwana ameweka juu ya anga yako sasa. Hiyo neema si ya watu wote, ni ya wazaliwa wa kwanza peke yao. Hiyo nguvu imekuja juu yako, si ya watu wote. Hiyo mamlaka imepita juu yako, si ya watu wote. Hiyo kibali imewekwa juu yako, si ya watu wote. Kuna watu wametamani sana kuwa hapa katika ibada hii, lakini kwao haijawezewa, maana hawajapata hiyo neema. Lakini angalia, mbingu imeandaa kitu peke yake. Kama kuna nafasi ambayo imepawa ya kipekee ni leo. Yaani kama kuna zawadi mwaka wa
2025 unapoenda kuisha, Mungu ameona kwamba akufanyie promotion. Yani kama kuna kitu ambacho mbingu imeona ikutukuze nacho, ni kwamba amekutia mafuta ya uzaliwa wa kwanza. Yani leo rasmi wewe umekwa, yani leo rasmi umeshindikwa, yani leo wewe rasmi endorsed, yani leo rasmi wewe mkono wa Bwana umekuja juu yako, yani leo rasmi wewe umetiwa mafuta. Yani kutangazwa, mbingu imetangaza kwenu ya kwamba huyu ndiye mzaliwa wa kwanza. Maandiko yanasema na wingu likakuja juu ya Yesu pale alipokuwa anabatizwa, na hilo wingu likasema, huyu ni mumsikize, maana ndiye mzaliwa wangu, huyu ndiye mwanangu ninayempendezwa naye, huyu ndiye mwanangu ninayependezwa naye, msikizeni huyu. Leo ni kama mbingu imekuja juu ya anga yako, inanena na familia, wale ambao mlikuwa hamuna nafasi kwa familia, wale ambao mlikuwa hamuna heshima kwa familia, wale ambao mlikuwa hamuna chochote cha kuambia familia kwa sababu ya mazingira mlionayo, leo mbingu imekuendosha, leo mbingu imekufunika, leo mbingu imekuregesha heshima. Yani leo mbingu imekupa kitu ambacho wengine hawajapawa. Usichukulie mzaha, never take it for granted. Something new has been planted, something new has been born, something new has been born. Kuna kitu kipya ambacho Mungu amekiona kupewe peke yako. Kuna jambo jipya ambalo mbingu, oh my Father, 2025 inaisha vizuri, inaisha na fujo, inaisha na nguvu, inaisha na uweza, inaisha na neema, inaisha na kibali, inaisha na roho. 2025 kama kuna jambo ambalo ni la kihistoria, ni kwamba Mungu ananena na familia ya kwamba wewe ndiye amekuchagua, ya kwamba wewe ndiwe manzilishi, ya kwamba wewe ndio unabeba mkoba wa familia, yani wewe ndio unabeba nguvu za familia, yani unabeba mwanga, unabeba nuru, wewe ndio taa na familia, wewe unabeba nyota familia. Yani 2025 jamani, kuna moto hajelewa, ile mbingu imekuwazia, kuna moto hajelewa. Mawazo ya Mungu si ya kawaida hapa, si ya kawaida hapa. Tangu jana nasikia mambo ambayo si ya kawaida yanaendelea. Tangu jana nasikia vitu ambazo si za kawaida zinaikwa kwa anga yangu. Tangu jana nasikia mabadilisho, tangu jana nasikia mageuzo, tangu jana nasikia mageuzo. Kuna roho za kunyanyasha, kuna roho za kupindua. Wazaliwa wa kwanza hawataweza. Mungu ameweka mamlaka, Mungu ameweka ulinzi, Mungu ameweka ulinzi, Mungu ameweka ulinzi. Una ulinzi wewe, wakati wengine wanaharibiwa, hautaharibiwa. Mzaliwa wa kwanza hautaharibiwa. Una roho peke yake, una roho tofauti. Wakati wengine wanapitia matatizo, angalia utapitia. Wakapata malaika akatuma, akapita kule Misri, akaangamiza chochote kilichokuwa kinawinda wazaliwa wa kwanza. Hauna competition. Chochote ambacho kina compete na wewe kinaondolewa, inawekwa chini, kinaondolewa. Herode lazima lale, Herode lazima ondolewe. Herode lazima ondolewe. Herode ambaye anapigana na wewe, Herode ambaye anafanya competition na wewe, lazima ondolewe kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yani kama kuna kitu Mungu amekiachilia kwako, ni kitu maalum, special grace. Kuna special grace. Yani Baba wa mabwana, Mungu wa miungu ameachilia neema ambayo wengine hawajapata. My Lord, wazaliwa wa kwanza wa hii ibada, mimi ninawafurahikia wazaliwa wa kwanza. Kuna mambo ambayo hajawahi kufanyika kwa familia yako, yataanza na wewe. Kuna mambo jamani, mimi nayaona mambo
ambayo kwa familia hakuna. Hatuendo lango, hatuendo lango. We dai tu, usinyamaze, we dai tu. Kuna vitu ambazo nazitibua. Maandiko nasema usiache moto ukazima, usiache moto ukazima. Chochea, 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 chochea. Unaweza ukasimama, unaweza ukasimama. Ni kipindi kizuri cha kuchochea, ni kipindi kizuri cha kuchochea, ni kipindi kizuri cha kuchochea. Hapo ulipo tu, chochea hapo tu, chochea hapo tu, chochea hapo, chochea. Yani ni haki zangu nitazipata, na chochote ambacho kimekuwa kikinipinga, chochote ambacho kimekuwa kikininyanyasa, kimekuwa kikinidhulumu, chochote ambacho kimekuwa kikinifanya mimi nionekane duni, leo kwa mamlaka nilionayo na kiamrisha kiondoke, na kiamrisha kiondoke. Mafuta ni authority, mafuta ni authority, mafuta ni mamlaka, mafuta ni moto. Inaondoa kila nira, inachoma 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 kila nira. Mafuta ni authority, inachoma, inachoma, inaondoa, inateketeza, inavunja vunja, inaharibu, 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 inaharibu. Kuna aibu ambayo ilikuwa inakufuata kila wakati, yakatapalapa shalama boko tayama bebebebebebe. Huyo Mungu ni mzuri. Kuna zawadi amenipa leo, kuna zawadi amenipa leo, kuna zawadi amenipa mimi, kuna zawadi amenipa mimi. Yani mwaka mzima kuna kitu amenipa ambacho sijapata, kuna kitu amenipa ambacho sijapata. Kunirejeshea haki yangu, kunirejeshea haki yangu, kunirejeshea heshima yangu, kunirejeshea nguvu yangu, kunirejeshea, kunirejeshea. Ninarejeshewa, angalia, ninarejeshewa, angalia. Kuna kitu ninarejeshewa. Jamani, kuna kitu ninaona mimi, kuna vitu ninaona. Ashas hapa rapa shalalalala. Kuna vitu ninaona vinaanza kurejeshewa, watu zinaanza kuondolewa, ataksi zinaondolewa, ataksi zinaondolewa, ataksi zinaondolewa, ataksi zinaondolewa. Shapapapapapapa shaashas pale pale sheketeketaka rabababababa shalamata yaba. Kuna vitu vinaondoka ndani ya watu. Mafasti bodi wanakombolewa, mafasti bodi wanaondolewa, mafasti bodi wanafunguliwa. Fasti saidia huyo hapa sheketeketa shalababababa rakatama yaba hikepekepeketa shalabababababa lakatakatapata shepekepekepeka faya faya faya. Ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto. Kuna vitu vinaondoka ndani, taksi zinaondoka, mafuta inavunja nira, inavunja nira, inavunja nira, inavunja nira, inavunja nira. Kuna vifungo vinatoka, sina vifungo vinatoka, 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 vifungo vinatoka, vinatoka, vifungo vinatoka. Nira inavunjika, nira inavunjika, nira inavunjika, nira inavunjika, nira inavunjika, nira inavunjika, inavunjika namna hiyo, inavunjika, 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 inavunjika. Nira ya familia. Kuna maroho yaliyokuwa yamepangwa kukugandamiza siku zote, lazima yaondoke, lazima kondoke, lazima kondoke. Haya maroho yanaondokea watu, yanaondokea watu. Malaika katuma kupambana na kulipisha kila roho ambalo lilikuwa linataka kumaliza wazaliwa wa kwanza. Muna utetezi, muna utetezi. Ninawaombea kwa jina la Yesu, kila pepo, kila madhabahu, kila uchawi, kila madhabahu, kila magano, kila roho ambayo ilikuwa imetuma juu yako kukuharibu, that spirit must be destroyed now. The angel of the Lord is upon you now. The angel of the Lord amekuja, amekuja kukutetea, amekuja kukondolea hiyo matanga na msiba, amekuja kukondolea kifo. Malaika Bwana anaondoa, malaika Bwana anavua. Angalia, watu wanaondolewa, watu wanaondolewa katika mauti, wanaondolewa katika aibu, wanaondolewa nyuma, wanawekwa mbele, wanaondolewa kwa tabo, wanaondolewa kwa shida, wanaondolewa. Kuna vitu vinaanza kuondolewa, kuna mambo yanaanza kuondolewa. Wazaliwa wa kwanza unaondolewa, mnakombolewa, mnakombolewa, wanakombolewa. Wazaliwa wa kwanza wanakombolewa. Ninaona ukombozi, naona ukombozi, naona ukombozi, roho ya ukombozi, roho ya ukombozi, roho ya ukombozi. Watu wanakombolewa. Shabababababababa olababababababa olababababababa. Asha, lazima muwe lazima muwe macho. Asha, something is happening. Wazaliwa wa kwanza kuna kitu inakamata. Shekepepepe. Hai, moto 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 moto. Hii ni maki, hii ni maki, hii ni maki hapa. Shakataka. Wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza wanatolewa, wanatolewa. Kuna mahali wanatolewa, walikuwa wamewekwa. Asha, walikuwa wamewekwa mahali, walifungiwa, lakini moto umeshuka, moto umeshuka. Wazaliwa wa kwanza wanatolewa, wanatolewa, wanatolewa. Papa 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 ola papa papa ola papa papa. Leta, waleta hapa, leta hapa, leta hapa. Shakataka ola papa papa ola papa papa.
vinakatika, vifungo vinakatika, vifungo vinakatika, vifungo vinakatika, vifungo vinakatika katika namna hiyo. Angalia na katika beba beba shapa papa 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 ola papa 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 papa. Moto moto, kuna madhabahu, magano yanavunjika ndani ya tumbo za watu. Moto moto moto, moto moto moto, moto moto moto, moto moto moto. Madhabahu za familia zilizopinga wazaliwa wa kwanza zimeshikwa mateka, 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 zinavunjwa. Malaika ametuma kutetea wazaliwa wa kwanza, ametuma kuokoa, ametuma kuokoa, ametuma kuokoa. Kuna mtu anasikia tumbo yake ndio moto ndio shapa papa 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 asha kamata pale, kamata pale shekeke kakakaka 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 kakakaka. Mungu anawatia, Mungu anawaokoa, Mungu anawaondoa, Mungu anawaondoa. Hamutakufia hapo, hamutakufia hapo, hamutakufia. Maono yako hayatamalizikia Misri. Walifunga, Mungu anafungua, Mungu anafungua, Mungu anafungua, Mungu anafungua. Jamani, wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza wanaondolewa katika madhabahu ya familia, wanavunjwa vunjwa, inavunjwa familia. Herode anaondolewa, wewe utawale. Herode anaondolewa, wewe utawale. Lazima usiku wa leo kuweko na substitution. Herode ondoke, Herode ondoke, Farao ondoke, Farao ondoke. Wale wanawinda nafasi yako wanaondolewa, wanaondolewa, wanaondolewa. Vita 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 papa 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 ola papa 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 ola papa 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 ola papa 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 ola papa 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 ola papa 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 papa. Hiyo ni moto, 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 hiyo ni moto. Shaba baba shaka kaka kaka. Moto moto moto, shika moto, shika moto. I release the fire, I release the fire. Fasibo shaka kaka, fasibo shapa papa, shapa papa. Losh, losh, losh. Hapa moto, hapa moto. Shapa papa. Again. Fire. Firstborn, pokea nguvu zako, pokea uwezo wako, pokea neema yako, pokea neema yako, pokea neema, pokea neema. Zaliwa wa kwanza, receive power, receive power. Power, power. Zaliwa wa kwanza, power, power. Moto ndio, zaliwa wa kwanza moto. Zaliwa wa kwanza ndio hawa, receive power, fire. Moto leta mbele. Fire, leta hiyo hapa, leta hiyo hapa. Moto 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 moto. Wazaliwa wa kwanza, kula moto, kula moto. Funguliwa, 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 funguliwa. Firstborn, firstborn, be released, be released. Losh, 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 losh. Funguliwa, funguliwa. Wazaliwa wa kwanza, losh, losh, losh. Wazaliwa wa kwanza, losh, losh, losh. Wachilia wazaliwa wa kwanza, wachilia wazaliwa wa kwanza, wachilia wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza. Pika moto, fungwa, achilia huyo, achilia huyo, achilia huyo, achilia huyo, achilia huyo, achilia huyo, harakisha, achilia huyo, achilia mzaliwa wa kwanza. Fire ya, fire ya, moto kila mahali, moto kila mahali, fire, moto kila mahali ndio hiyo. Na hapa moto, hapa moto.
moto hapa, moto ndio achilia wazaliwa kwanza, achilia, toka wazaliwa kwanza, toka haraka. Sema fire, sema moto, sema moto, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Hapa walishika nini yake, walishika wewe, kimbia, toka, toka hapa, toka, achilia mzaliwa kwanza, achilia, come out, kimbia, shika moto. Simamisha. Chile wazaliwa kwanza. I break every pattern. Vunjika. Ndio haraka. Vunjika. Wewe unasema kamera. Vunjika. Vunja mpango wako. Vunja yote. Vunja. Achilia mzaliwa kwanza. Vunja hiyo kongwa. Vunja kongwa yako. Vunja na hapa napo. Vunja haraka. Vunja kongwa. Vunja toa hiyo. Vunja yote. Vunja, leta hapa. Vunja haraka. Vunja kongwa. Hii ni moto. Simamisha. Fungua wazaliwa kwanza. Fungua. Achilia wazaliwa kwanza. Hii ni moto nimeweka juu yako. Haribika. Teketea. Namna hiyo. Harakisha. Kwenda. Piga nuru yote. Kimbia. Fungua wazaliwa kwanza. Fungua yote. Wazaliwa kwanza. Kila kitu yote. Umekea nini wazaliwa kwanza? Umeshika wapi? Wapi? Speak out. Wapi umeshika? Wengine wangetoa hawa weke pale. Toa huyo pale. Leteni huyo. Wakombolee wazaliwa kwanza. Leta hapa. Patolizia. Zaliwa wa kwanza. Come out. To be citizen. Kwa nini mnashika wazaliwa wa kwanza? Kwa nini mnawakamata? Kwa nini? Come out. Fungua haraka. Fungua, nimekushika mateka. Fungua hii ni moto. Hii nimeka hapa. Anasikia. Sikia vile unachomeka. Sikia vile unaharibika. Hii ni stima. Come out. Loose. Kwa nini umeshika wazaliwa kwanza? Kwa nini? Wana nini wazaliwa kwanza? Wana nini? Wazaliwa kwanza kwa nini unawashika? Kwa nini wanashika wazaliwa kwanza? Wana nini ndani? Ana nini? Kwa nini mnashika wazaliwa kwanza? That's my question. Why? Katika familia yake kuna nini? Fire! Sema haraka. Ana nini? Ni kiboko yao. Nanyi mnaona? Mnaona? Mnashika wazaliwa kwanza. Mnakamata. Huyu ndio funguo. Ndio funguo kwao. Ndio funguo. Hakuna mwingine. Na kwa nini mmemshika na matabia mbaya? Kwa nini? Tumemshika hivyo. Mmemshika hivyo? Kwa sababu gani? Ndio funguo. Haya, toka wewe. Kimbia. Toka. Hawezi. Tumemweka kitambo. Mmeweka wapi? Hapa. Wapi? Mlimweka wapi? Wapi basi? Hapa ni wapi? Tuonyeshe wapi? Wapi? Ulimweka kwa nyumba? Nyumba ya kwao? Huko kwao bara? Mulimpanda hapo kama mzaliwa kwanza? Haondoki? Aondoke ndio umetoka kusaidia watu. Hakuna hata mmoja mwenye akili.
Huyu ndo mwenye akili. Huyu kabisa hata. Hata. Huyu ndo mwenye akili. Kuna na watu. Babake ndo manake anapenda. Babake ndo anampenda. Na wewe umetaka kumharibu. Amemtaka. Mtaki kabisa. Ni mkubwa. Hakuna kama huyu kwa familia. Huyu ndio nyota ya familia. Huyu ndio nyota. Ndio mlango huyu. Ndio kifunguo. Ndio maana mumemwekea matabia mabaya. Mumharibu. Hata mwenye hajui. Ajue. Aya, sasa leo mnatoka nyote. In the name of Jesus, I destroy your kingdom in the body and in the spirit. Use the first one. Come on. 1, 2, 3. Pa. Peni Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi. Firstborn ni war. Firstborn ni nini? Ekea hii hapa. Firstborn ni war, lete hii hapa. Mtu anaanza tabia hata mwenyewe anakuambia hawajui. So si spirit tu zinatoka from nowhere. Ziko designed. Come out. Come out. Toka. Toka. Fungua firstborn. Mwachili. Fungua kila fungu. Fungua haraka. I destroy your kingdom, spirit of devil. Loose. Fire. Chomeka haraka. Chomeka. Toka kwa mzaliwa kwanza. Toka, achilia ufunguo. Hii ni nini mnafanya? What is this? Nini hiyo? Hii ni nini? Hii ni nini unafungia familia yake? Familia yake kwa nini unaifunga? Hii ni nini? What is it? Mnafunga nini hapa? Hapa mtongea tu. Kwa nini mnafunga? Hiyo ni alama gani unatupea? Na alama gani unatupa? Nini unatupea? Nini hiyo? Mnatuambia nini yani? Kwa kufunga hivyo mnatuambia nini? Huyu ni mzaliwa kwanza. Kwao. Kwa nini mnamfunga? Speak out. Kwa nini mnamkamata? Kwa nini mnampiga vita? Kwa nini mnamsambaratisha? Kwa nini mnamshambulia? Kwa nini? Nataka kujua. Tunajua sisi. Mnajua nyinyi. Mimi ndo nataka kujua leo. Fanya nini? Nimetuma kukomboa wazaliwa wote wa kwanza. Haiwezekani. Mlifunga nini na nini yake? Nyota. Mzaliwa kwanza na nyota kubwa. Kitu nyingine mzaliwa kwanza kona ni gani? Mzaliwa kwanza na kitu gani nyingine? Endelea makubwa. Malumbuko. Ana maono makubwa. Anafahamu mwingi sana. Anaona mbali firstborn. Na mnawaletea vita vingi sana. Kuharibu. Kuwapotezea focus. Hakuna. Sasa leo mumefikiwa. In the name of Jesus. Kusanya virago zako. Muuaji wa firstborn. Muuaji wa wazaliwa kwanza. Herode uliendani. Farao na wewe. Come out. Elosh. Come out. Ati? Hamtaki kutoka? Mumekalia family nyingi. Mumezikalia. Wazaliwa wengi wa kwanza. Mumewagandamiza. Hata kula alikolewa. Aliolewa na mwanamume wa kwanza. Huyo wa kwanza amekuwa vipi? Sana babake. Wa kwanza hapendwi na babake. Kula alikolewa. Anayependwa ni wangapi? 3. Kwa hivyo alipinduliwa mzaliwa wa kwanza. Na mnafurahia sana.
Nyinyi mnahusika katika mapinduzi. Mnahusika? Usiulize huko. Nisiulize hivyo. Nauliza mnahusika katika kupindua? Kuondoa heshima ya mzaliwa kwanza mnahusika? Mnahusika? Sana. Mnamdumisha. Nyinyi mnafukarisha firstborn. Hana chochote. Na mnafurahia sana. Masaa imefika. Ninanyosha mkono wa kimbingu. Mahali popote palipo na firstborn, ninawaondoa katika mapafuko. Naondoa katika maonevo. I destroy. Come on. Come on. Fire. Kula moto. Fire. Chomeka. Chomeka ugera. Chomeka. Nataka kuja. Fire. Chomeka. Chomeka. Fire. Chomeka. Chomeka. Shema moto. Shema moto. Piga moto. Wazaliwa wote wa kwanza wachiliwe. Shema moto. Shema fire. Shema fire. Shema fire. Shema fire. Shema fire. Shema fire ndio hii hapa. Shema fire. Shema fire. Kila mzaliwa wa kwanza mahali popote achiliwe. Achiliwe. Hata yule anaangalia achiliwe. Shema fire. Semeni moto. Shema fire. Shema fire. Moto kila mahali alipofungwa mzaliwa wa kwanza. Moto. Moto. Semeni fire. Shema fire. Shema fire. 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 Kila mahali moto. Kila mahali moto. Achilia. Achilia wazaliwa wa kwanza. Achilia wazaliwa wa kwanza. Achilia wote. Fire. Fire. Chomeka. Chomeka wote. Chomeka. Fire. Ndio moto. Ndio moto. Ndio moto. Ndio moto. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hapa moto. Chomeka kila mahali. Chomeka. Toka toka. Fungua. Fungua watu. Fungua watu. Fungua wote. Wazaliwa wote wa kwanza hapa hapa. Wafungue wote. Fungua wewe. Fungua. Fungua hapa. Fungua haraka. Fungua. Wafungue. 1, 2, 3. Come on. In the name of Jesus. I set the firstborns free and the conditioner in Jesus' mighty name. Let him. Baba. Wazaliwa wa kwanza. I destroy chochote ambacho kinaumiza na kugandamiza na kuwanyima haki zao wazaliwa wa kwanza. I nullify by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Amen. Peni Bwana Yesu sadaka nzuri. Mwambie Bwana asante wanadamu. Mwambie Bwana asante. Tumwambie Bwana asante. Tumwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Tumwambie Bwana asante. Tumwambie Bwana asante. Tumwambie Bwana asante. Aliona tunawindwa. Aliona tunawindwa. Aliona tunawindwa. Aliona tunawindwa baba yangu. Aliona tunawindwa. Aliona tunawindwa. Aliona tunawindwa. Aliona tunawindwa. Akamwambia Bwana shuka. Akamwambia baba 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 shuka. Aliposhuka nilipona. Aliposhuka nilipona. Aliposhuka nilipona. Aliposhuka nilipona. Nakwambia aliposhuka nilipona. Aliposhuka nilipona. Aliposhuka nilipona. Aliposhuka nilipona. Kuna jambo amelitenda. Kuna jambo amelitenda. Kuna jambo amelitenda Baba. Kuna jambo amelitenda maishani. Kuna jambo amelitenda. Kuna jambo amelitenda.